Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mheshimiwa Dkt. Stergomena Lawrence Tax, mbunge, tarehe 12 Aprili mwaka 2025 amezindua kikao cha Baraza la Wafanyakazi, Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, shughuli ambayo imefanyika ukumbi wa Magadu Mess mkoani Morogoro. Niwasalimie kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na kutuwezesha kukutana asubuhi hii tukiwa salama, wenye afya njema kwa ajili ya kikao hiki muhimu cha Baraza la Wafanyakazi la Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Aidha, napenda kumshukuru sana Katibu Mkuu na Mwenyekiti wa baraza hili Dr. Faraji Kasidi Mnyepe kwa kunialika na kunipa heshima ya kufungua kikao hiki maalum cha Baraza la Wafanyakazi la wizara yetu. Nichukue pia fursa hii kuwapongeza nyote kwa juhudi kubwa katika kutekeleza majukumu ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa na taasisi zilizo chini ya wizara hii kwa kujituma, weledi, uadilifu, uzalendo wa hali ya juu. Kama Baraza la Wafanyakazi, mmeendelea kufuatilia na kusimamia utekelezaji wa shughuli za Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa na kutoa ushauri. Napenda kuwashukuru kwa kazi hii muhimu mnayoifanya inayoendelea kuijenga na kuimarisha wizara yetu. Kwa pamoja tumeweza kufanya mengi na tuendelee na moyo huo. Ndugu mwenyekiti na wajumbe wa baraza, mabaraza ya wafanyakazi yameundwa kisheria ili kusimamia rasilimali na utekelezaji wa majukumu ya taasisi za umma na kutoa ushauri. Sio kila mfanyakazi anaweza kuwa mjumbe wa baraza. Ninyi mmeteuliwa na kuaminiwa ili kuwawakilisha wenzenu. Tambueni kuwa mmebeba wajibu na dhamana kubwa ya uwakilishi. Tumieni fursa hii vema kwa weledi na kuwawakilisha vema watumishi wenzenu na kuiwezesha wizara kufikia malengo iliyojiwekea na kukidhi matarajio ya wananchi na taifa letu. Kukusanyika kwetu hapa leo iwe sehemu muhimu katika kuboresha mazingira ya kazi na kuongeza ufanisi na tija katika wizara na taasisi zetu. Ndugu mwenyekiti na wajumbe wa baraza, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, imeendelea kuhakikisha kuwa wizara na taasisi zinawezeshwa kutekeleza majukumu yake kibajeti, kirasilimali watu, stahiki. Ndugu mwenyekiti na wajumbe wa baraza, nimefahamishwa kuwa madhumuni ya kikao hiki cha siku moja ni kupitia na kupitisha bajeti ya wizara yetu kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Nina imani kuwa kupitia chombo hiki ambacho ni muhimili mkubwa katika kuboresha utendaji kazi, mtapata taarifa ya utekelezaji wa mwaka tunaoendelea nao wa 2024-2025 na kuichambua kwa kina hiyo taarifa ya utekelezaji ili kupima kama tumeweza kufikia malengo tuliyojiwekea, na je, kumekuwa na changamoto. Kama zimekuwepo changamoto, tumezitatua vipi, lakini tumejifunza nini na tunayatumia vipi mafunzo tuliyoyapata kupitia bajeti inayoendelea kutekelezwa katika mwaka huu katika kuandaa bajeti ya mwaka unaofuata wa 2025-2026. Kwa hiyo hili ndio dhumuni la mkutano huu. Na nikushukuru sana Katibu Mkuu. Mnapopata nafasi kama hivi na mapema, mnaweza kutoa michango yenu ikawa na tija iliyotarajiwa ya kuwezesha mawazo yenu pia kusikilizwa na kuingizwa katika bajeti. Kwa hiyo tutumie kikao hiki vizuri. Katibu Mkuu na management wameshatimiza wajibu wao wa kuhakikisha kwamba wanawaletea hizi taarifa ili muweze kuzichambua. Ndugu mwenyekiti wa baraza na wajumbe, sote tunafahamu kuwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu ambako tutamchagua rais, tutawachagua wabunge na madiwani mwezi Oktoba. Hivyo ni muhimu kila mmoja wetu kuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kuwa uchaguzi unafanyika kwa amani na ufanisi. Na hivyo nitoe pia wito kwenu na kupitia kwenu kwa watumishi wote
kujiandikisha na kuhakiki taarifa zenu katika daftari la kudumu la mpiga kura. Baadhi ya maeneo uhakiki umekamilika, baadhi ya maeneo uhakiki bado unaendelea. Basi tuhakikishe kwamba, na imani wote tulishajiandikisha, na katika maeneo ambayo uhakiki umekamilika, nina imani sote tumeshahakiki taarifa zetu. Kwa hiyo niwaombe tu tujitokeze kushiriki katika uchaguzi huo mwezi Oktoba kama nilivyokwisha sema mwaka huu, na hivyo kutekeleza wajibu wetu wa kikatiba, kuimarisha demokrasia, na tuwajibike kushiriki ipasavyo katika kuwachagua viongozi ambao tuna imani kwamba hawa ni viongozi sahihi na wataendelea kutuletea maendeleo kama ambavyo tunatarajia na ambavyo tunatamani. Na kabla ya kuvunjwa kwa bunge hapo mwezi Juni mwaka huu kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba, Mungu akinijalia, nitawasilisha hotuba yangu ya bajeti ya mwaka 2025-2026 ikiwa ni hotuba yangu ya mwisho katika serikali ya awamu ya 6. Napenda kutumia fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwenu nyote kwa ushirikiano mkubwa mlionipatia ulioniwezesha kutekeleza majukumu yangu kwa ufanisi. Mungu aendelee kuwabariki. Aidha, kipekee nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuniamini na kunipa heshima kubwa ya kuwa waziri wa wizara hii muhimu na nyeti. Kwa hiyo tutaendelea kuonana katika maisha. Kikubwa tu hapa tuombeane kwamba hiyo siku ya kupeleka bajeti niwe hai na niweze kuwasilisha hotuba yangu nikiwakilisha wizara hii kwa mara ya mwisho katika serikali hii na pengine katika serikali zijazo. Ndugu mwenyekiti na wajumbe wa baraza, kabla ya kufunga kikao hiki, niombe niwatambue. Nimetaarifiwa kwamba wapo viongozi ambao wanamaliza muda. Katibu wa Tuge wa Tawi Benjamin Komba, pia tunaye mjumbe wa halmashauri Badi Shabani, na pia tunaye mjumbe wa halmashauri mwingine Maria Petro. Nimetaarifiwa kwamba wanamaliza muda wao. Kwa hiyo kwa niaba yenu nyote naomba tuwashukuru sana kwa kazi kubwa ambayo wameifanya wakiwa sehemu ya baraza hili, na kwa kuwashukuru basi tuwapigie angalau makofi. Asanteni sana kwa utumishi wenu na Mungu awajalie katika majukumu mengine mnayoendelea nayo. Naomba nitoe wito kwenu nyote na kwa watumishi wote wa wizara kufanya kazi kwa bidii kwa kuzingatia taratibu na sheria na kuchukua tahadhari na kujikinga na magonjwa yanayoambukiza na yasiyoambukiza, ikiwemo ugonjwa wa homa ya nyani. Ukimwi bado ni tishio, na kuepuka tabia hatarishi, lakini pia kwa kufanya mazoezi. Ulinzi wa taifa letu unaanza na ulinzi wa afya zetu binafsi. Mtu mwenye afya bora anaweza kulinda, kutetea na kuhudumia taifa lake kwa weledi mkubwa zaidi. Mazoezi ya mwili, lishe bora na utunzaji wa afya ya akili ni mambo muhimu yanayopaswa kuwa sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Tuchukue hatua leo, tushiriki mazoezi ya pamoja na tuhimizane afya bora kazini. Taifa linaanza na wewe na afya yako ndio msingi wake. Na hapa nimshukuru Katibu Mkuu na management yake kwa kuendelea kulijali hili na kuwa na programu mbalimbali ambazo zinawezesha wale wenye uhitaji wanapata yale yanayotakiwa. Lakini kwa mwaka huu sijui, mwaka jana najua alileta watu kufanya vipimo, na ana dhamira ya dhati ya kuhakikisha kwamba watumishi wana afya bora. Kwa hiyo tunakushukuru Katibu Mkuu na tunaomba uendelee na moyo huo. Niwashukuru waandaaji wa kikao hiki na nitoe pongezi kwa maandalizi mazuri ambayo yamewezesha kikao hiki kuandaliwa, kufanyika, na nikiwaangalia nyuso zenu naona mko tayari kuwa na kikao hiki na kikao chenye tija.
Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza Ramadhani vema na tumesherehekea Idi kwa amani, na tuendelee kuombeana kwa wale wanaoendelea na Kwaresma wamalize vema na tuwatakie Pasaka njema. Na chenyewe ni kipindi ambacho najiweka karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo niwatakie Kwaresma njema na Pasaka njema. Sasa baada ya kuyasema hayo, napenda kutamka kwamba kikao maalum hiki cha Baraza la Wafanyakazi wa Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kimefunguliwa rasmi. Niwatakie kikao chema chenye manufaa na asanteni sana kwa kunisikiliza. Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, tunashukuru kwa hotuba yako nzuri yenye mafundisho. Baada ya kusema haya, Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru kwa kutufungulia. Naomba nirudi hapo ili mwenyekiti wa TUGHE atuanzishie wimbo wetu wa Solidarity. Baada ya hapo, Mheshimiwa Waziri, tutakuruhusu uendelee na ratiba yako. Asante sana. Mtazamaji wetu, asante kuendelea kutufuatilia. Kumbuka tupatikana pia kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na X, Twitter zamani. Website yetu ni www.moderns.go.tz.